Kitabu cha Yoshua sura ya 21. Wakati huo huo, vichwa vya nyumba za mababa ya Walawi wakamwendea Eleazari kuhani na Yoshua mwana wa Nuni, na hao waliokuwa vichwa vya nyumba za mababa ya kabila za wana wa Israeli. Wakanena nao hapo Shilo katika nchi ya Kanaani, wakisema, Bwana aliamuru kwa mkono wa Musa kwamba sisi tupewe miji tupate kukaa humo, pamoja na malisho yake kwa ajili ya wanyama wetu wa mifugo. Basi wana wa Israeli wakawapa Walawi miji hii pamoja na malisho yake katika urithi wao, sawa sawa na hiyo amri ya Bwana. Kura ikatokea kwa ajili ya jamaa za Wakohath na wana wa Haruni kuhani waliokuwa katika Walawi walipata miji 13 kwa kura katika kabila ya Yuda na katika kabila ya Simeon na katika kabila ya Benyamin. Kisha Wakohath wengine waliosalia walipata kwa kula katika jamaa za makabila za kabila ya Efraimu na katika kabila ya Dani na katika hiyo nusu ya kabila ya Manase miji 10. Tena wana wa Gilshon walipata kwa kura katika jamaa za kabila ya Isakari na katika kabila ya Asheri na katika kabila ya Naftali na katika hiyo nusu ya kabila ya Manase huko Bashan miji 13. Na wana wa Merari kwa kuandama jamaa zao walipata katika kabila ya Reuben na katika kabila ya Gadi na katika kabila ya Zabuloni miji 12. Kisha wana wa Israeli waliwapa Walawi kwa kura miji hiyo pamoja na malisho yake, kama Bwana alivyoamuru kwa mkono wa Musa. Kisha wakawapa katika kabila ya wana wa Yuda na katika kabila ya wana wa Simeon miji hii iliyotajwa hapa kwa majina. Nayo ilikuwa kwa ajili ya wana wa Haruni wa jamaa ya Wakohath waliokuwa wa wana wa Lawi, kwa kuwa kura ya kwanza ilikuwa ni yao. Nao wakawapa Kiriath Arba. Huyo Alba alikuwa baba yake Anak, ndio Hebron, katika nchi ya vilima ya Yuda, pamoja na malisho yake yaliyozunguka pande zote. Lakini mashamba ya mji na vile vijiji vyake wakampa Karebu mwana wa Yefune kuwa miliki yake. Kisha wakawapa wana wa Haruni kuhani Hebron pamoja na malisho yake, huo mji wa kukimbilia kwa ajili ya muuaji, na Libna pamoja na malisho yake, na Yatiri pamoja na malisho yake, na Eshtemoa pamoja na malisho yake, na Horon pamoja na malisho yake, na Debir pamoja na malisho yake, na Ain pamoja na malisho yake, na Yuta pamoja na malisho yake, na Beth Shemesh pamoja na malisho yake, miji 9 katika kabila hizo mbili. Tena katika kabila ya Benyamin, Gibeon pamoja na malisho yake, na Geba pamoja na malisho yake, na Anathoth pamoja na malisho yake, na Almon pamoja na malisho yake, miji 4. Miji yote ya wana wa Haruni makuhani ilikuwa ni miji 13 pamoja na malisho yake. Na jamaa za wana wa Kohath Walawi, hao wana wengine wa Kohath waliosalia, wao walikuwa na miji ya kura yao katika kabila ya Efraim, nao wakawapa Shekemu pamoja na malisho yake pamoja na malisho yake katika nchi ya vilima ya Efraim, huo mji wa makimbilio kwa ajili ya muuaji, na Gezeri pamoja na malisho yake, na Kibisaum pamoja na malisho yake, na Beth Horon pamoja na malisho yake, miji 4. Tena katika kabila ya Dani, Eltek pamoja na malisho yake, na Gibethon pamoja na malisho yake, na Ayaron pamoja na malisho yake, na Gathlimon pamoja na malisho yake, miji 4. Tena katika hiyo nusu ya kabila ya Manase, Taanak pamoja na malisho yake, na Gathlimon pamoja na malisho yake, miji 2. Miji yote ya jamaa za wana wa Kohath waliosalia ilikuwa ni miji 10 pamoja na malisho yake. Tena wana wa Gilshon
Katika jamaa za Walawi waliwapa katika hiyo nusu ya kabila ya Manase Goran katika Bashan pamoja na malisho yake, huo mji wa makimbilio kwa ajili ya muuaji, na Beth Shtera pamoja na malisho yake, miji miwili. Tena katika kabila ya Isakari Kishon pamoja na malisho yake, na Deberath pamoja na malisho yake, na Yalmuth pamoja na malisho yake, na Enganim pamoja na malisho yake, miji minne. Tena katika kabila ya Asher Mishar pamoja na malisho yake, na Abdon pamoja na malisho yake, na Helkath pamoja na malisho yake, na Rehob pamoja na malisho yake, miji minne. Tena katika kabila ya Naftali Kedesh katika Galilaya pamoja na malisho yake, huo mji wa makimbilio kwa ajili ya muuaji, na Hamoth Dor pamoja na malisho yake, na Kaltan pamoja na malisho yake, miji mitatu. Miji yote ya Gershon kwa kuandama jamaa zao ilikuwa ni miji 13 pamoja na malisho yake. Tena jamaa za wana wa Merari, hao Walawi waliosalia katika kabila za Zabron, Yokneam pamoja na malisho yake, na Kalta pamoja na malisho yake, na Dimna pamoja na malisho yake, na Halar pamoja na malisho yake, miji minne. Tena katika kabila ya Reuben, Bezer pamoja na malisho yake, na Yahasa pamoja na malisho yake, na Kedemoth pamoja na malisho yake, na Mefaath pamoja na malisho yake, miji minne. Tena katika kabila ya Gadi, Ramoth katika Gileadi pamoja na malisho yake, huo mji wa makimbilio kwa ajili ya muuaji, na Mahanaim pamoja na malisho yake, na Heshbon pamoja na malisho yake, na Yazer pamoja na malisho yake, jumla yake miji minne. Miji hiyo yote ilikuwa ni miji ya wana wa Merari kwa kuandama jamaa zao, na hizo jamaa za Walawi zilizosalia na kura yao ilikuwa ni miji 12. Miji yote ya Walawi iliyokuwa kati ya milki ya wana wa Israeli ilikuwa ni miji 48 pamoja na malisho yake. Miji hiyo kila mmoja ulikuwa pamoja na malisho yake yaliyozunguka pande zote. Ndivyo ilivyokuwa katika miji hiyo yote. Basi Bwana aliwapa Israeli nchi hiyo yote ambayo aliapa kwamba atawapa baba zao, nao wakaimiliki na kukaa mumo. Kisha Bwana akawapa raha pande zote, sawa sawa na hayo yote aliyokuwa amewaapia baba zao. Wala katika adui zao zote hakusimama hata mtu mmoja miongoni mwao mbele zao. Yeye Bwana akawatia adui zao wote mikononi mwao. Halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Yalitimia mambo yote. Kitabu cha Yoshua sura ya 22. Wakati huo Yoshua akawaita wa Reuben na wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase, naye akawaambia, ninyi mmeandama hayo yote mlioamriwa na Musa mtumishi wa Bwana, nanyi mmeisikia sauti yangu katika yote niliyowaamuru mimi. Hamkuwaacha hao ndugu zenu siku hizi nyingi katika hivi leo, lakini mmeyashika mausia ya amri ya Bwana Mungu wenu. Na sasa yeye Bwana Mungu wenu amewapa ndugu zenu kustarehe kama alivyowaambia. Basi sasa rudini ninyi mwende mahemani kwenu, hata nchi ya miliki yenu ambayo huyo Musa mtumishi wa Bwana aliwaapa ng'ambo ya pili ya Yordani. Lakini mjibidiishe sana kuzifanya amri na sheria ambazo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru, kumpenda Bwana Mungu wenu na kuenenda katika njia zake zote na kuzishika amri zake na kushikamana na yeye na kumtumikia kwa moyo wenu wote na nafsi yenu yote. Basi Yoshua akawabarikia na kuwapa ruhusa waende zao, nao wakaenda mahemani kwao. Basi Musa alikuwa amewapa hiyo nusu moja ya kabila ya Manase ulisi katika Bashan, lakini hiyo nusu ya pili Yoshua aliwapa ulisi kati ya ndugu zao ng'ambo ya Yordani upande wa kuelekea magharibi. Zaidi ya hayo Yoshua hapo alipowapeleka waende zao mahemani kwao, akawabarikia
Kisha akanena nao na kuambia, rudini na mali mengi mahemani kwenu, na ng'ombe wengi sana, na fedha na dhahabu, na shaba na chuma, na mavao mengi sana. Mzigawanye na ndugu zenu hizo nyara za adui zenu. Basi wana wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakarudi wakatoka kwa wana wa Israeli katika Shilo ulioko nchi ya Kanaani, ili waende nchi ya Gileadi, hiyo nchi ya milki yao waliokuwa wanaimiliki, sawa sawa na amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Nao walipofika pande za Yordani zilizo katika nchi ya Kanaani, hao wana wa Reubeni na wana wa Gadi na nusu ya kabila ya Manase wakajenga madhabahu huko karibu na Yordani, ilionekana kuwa ni madhabahu kubwa. Wana wa Israeli walisikia ikinenwa, tazama, wana wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wamejenga madhabahu huko upande wa mbele wa nchi ya Kanaani, katika nchi iliyo karibu na Yordani, kwa upande huo ulio miliki ya wana wa Israeli. Basi wana wa Israeli waliposikia habari hiyo, mkutano wote wa wana wa Israeli wakakutanika pamoja huko Shilo ili waende kupigana nao. Kisha wana wa Israeli wakatuma wajumbe waende kwa wana wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase hata nchi ya Gileadi, nao ni hawa: Finehasi mwana wa Eleazari kuhani, na pamoja naye wakuu 10, mkuu mmoja wa nyumba ya mababa kwa ajili ya kila kabila ya Israeli. Nao kila mmoja alikuwa ni kichwa cha nyumba ya mababa katika maelfu ya Israeli. Nao wakawafikiria hao wana wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase katika nchi ya Gileadi, na wakasema nao wakinena, mkutano wote wa Bwana wanena, ni kosa gani hili mlilo kosa juu ya Mungu wa Israeli, hata mkakengeuka hivi leo na kuacha kumwandama Bwana katika kujijengea madhabahu na kuasi hivi leo juu ya Bwana? Je, ule uovu wa Peori haututoshi, ambao hamjajitakasa nafsi zenu katika huo hata hivi leo, ijapokuwa ilikuja tauni juu ya mkutano wa Bwana, hata ikawa hamna budi hivi leo kugeuka na kuacha kumwandama Bwana? Kisha itakuwa, kwa kuwa ninyi mwamwasi Bwana hivi leo, kwamba kesho yeye atakasirika na mkutano wote wa wana wa Israeli, basi kwamba hiyo nchi ya milki yenu si tohara, ndipo ninyi vukeni na kuingia nchi ya milki yake Bwana, ambayo maskani ya Bwana inakaa ndani yake, nanyi twaeni milki kati yenu, lakini msimuasi Bwana, wala msituasi sisi kwa kujijengea madhabahu zaidi ya hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wetu. Je, huyo Akani mwana wa Zera hakukosa katika vile vitu vilivyowekwa wakfu, na hasira ikauangukia mkutano wote wa Israeli? Kisha mtu huyo hakuangamia peke yake katika uovu wake? Ndipo hapo wana wa Reubeni na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase wakajibu na kuwaambia hao waliokuwa ni vichwa vya maelfu ya Israeli, wakasema, Mungu Bwana, na Mungu Bwana, yeye yuajua, na Israeli naye atajua kama ni katika uasi au kama ni katika kosa juu ya Bwana. Usituokoe hivi leo sisi kujijengea madhabahu ili kukengeuka na kuacha kumwandama Bwana, au kama ni kusongeza juu yake sadaka ya kuteketezwa au sadaka ya unga, au kama ni kusongeza sadaka za amani juu yake. Yeye Bwana mwenyewe na alitakasa jambo hili, au kama sisi tumefanya jambo hili kwa hadhari sana, tena makusudi, huku tukisema, katika siku zijazo wana wenu yamkini wakanena na wana wetu na kusema, ninyi mna nini na Bwana, yeye Mungu wa Israeli? Kwa kuwa yeye Bwana ameufanya huu mto wa Yordani uwe mpaka katikati ya sisi na ninyi. Enyi wana wa Reubeni na wana wa Gadi, hamna fungu katika Bwana. Basi hivyo wana wenu wangewakomesha wana wetu wasimche Bwana. Kwa ajili ya hayo tulisema, na tufanye tayari ili kujijengea madhabahu
si kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa wala kwa sadaka ya yoyote, bali itakuwa ni ushahidi kati ya sisi na ninyi, tena kati ya vizazi vyetu baada yetu, ili kwamba tufanye huo utumishi wa Bwana mbele yake kwa njia ya sadaka zetu za kuteketezwa na kwa dhabihu zetu na kwa sadaka zetu za amani, ili kwamba wana wenu wasiwaambie wana wetu katika zamani zijazo, ninyi hamna fungu katika Bwana. Kwa hiyo tulisema itakuwa hapo watakapotuambia neno kama hilo, au kuwaambia watu wa vizazi vyetu katika zamani zijazo neno kama hilo, ndipo sisi tutawaambia, angalieni huu mfano wa madhabahu ya Bwana walioufanya baba zetu, si kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa wala kwa ajili ya dhabihu, lakini ni ushahidi kati ya sisi na ninyi. Mungu na atuzuie msimwasi Bwana na kukengeuka hivi leo na kuacha kumwandama Bwana, hata mkajenga madhabahu kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa au sadaka za unga au dhabihu mbalimbali na ile madhabahu ya Bwana Mungu wetu iliyo huko mbele ya maskani yake. Basi Finehasi kuhani na wakuu wa mkutano, maana ni hao waliokuwa vichwa vya maelfu ya Israeli waliokuwa pamoja naye, hapo walipoyasikia hayo maneno walioyasema hao wana wa Reubeni na wana wa Gadi na wana wa Manase, maneno hayo yaliwaridhia sana. Na Finehasi mwana wa Eleazari kuhani akawaambia wana wa Reubeni na wana wa Gadi na wana wa Manase, akasema, siku hii ya leo twajua ya kwamba Bwana yu kati yetu, kwa sababu hamkukosa katika jambo hili mkono mbele ya Bwana. Sasa ninyi mmewaokoa wana wa Israeli na mkono wa Bwana. Kisha Finehasi mwana wa Eleazari kuhani na hao wakuu wakarudi na kuwaacha wana wa Reubeni na wana wa Gadi, wakatoka katika nchi ya Gileadi na kuingia nchi ya Kanaani. Wakawarudia wana wa Israeli wakawapa habari wana wa Israeli, nao wakaridhia jambo hilo. Nao wana wa Israeli wakamhimidi Mungu, wala hawakusema tena habari ya kuwaendea juu yao kupigana nao wala kuiharibu nchi walioikaa wana wa Reubeni na wana wa Gadi. Basi hao wana wa Reubeni na wana wa Gadi wakaiita madhabahu hiyo Edi, wakasema, kwa kuwa ni ushahidi kati yetu kwamba yeye Bwana ndiye Mungu. Kitabu cha Yoshua sura ya 23. Hata ikawa baada ya siku nyingi, Bwana alipokuwa amekwisha kuwapa Israeli raha mbele ya adui zao pande zote, na Yoshua alipokuwa mzee mwenye miaka mingi sana, Yoshua akawaita Israeli wote, wazee wao na wakuu wao na makazi yao na maakida yao, akawaambia, mimi ni mzee, nami nimekuendelea sana katika miaka yangu, nanyi mmeona mambo yote ambayo Bwana Mungu wenu amewatenda mataifa haya yote kwa ajili yenu, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye aliyewapigania ninyi. Tazama, mmewagawieni kwa kura mataifa haya yaliyobaki yawe urithi kwa kabila zenu kutoka mto wa Yordani, pamoja na mataifa yote niliyowakatilia mbali mpaka bahari kubwa upande wa machweo ya jua. Bwana Mungu wenu atawatoa kwa nguvu mbele yenu, atawafukuza wasiwe mbele ya macho yenu tena, nanyi mtaimiliki nchi yao kama Bwana Mungu wenu alivyowaambia. Basi iweni mashujaa sana kuyashika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ya Musa na kuyatenda. Msiyaache kwa kugeuka upande wa kuume wala upande wa kushoto, msiingie kati ya mataifa haya, yaani haya yaliyobaki kati yenu, wala msitaje majina ya miungu yao, wala kuwaapisha watu kwa majina hayo, wala kuitumikia, wala kujiinamisha mbele yao, bali shikamaneni na Bwana Mungu wenu kama mlivyotenda hata hivi leo. Maana Bwana amefukuza mbele yenu mataifa waliohodari kisha wenye nguvu, lakini kwenu ninyi hapana mtu aliyesimama mbele yenu hata leo. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000, maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia.
Jihadharini nafsi zenu basi, ili mpende Bwana Mungu wenu. Lakini mkirudi nyuma kwa njia yoyote na kushikamana na mabaki ya mataifa, yaani mataifa haya yaliyobaki kati yenu, na kuoana nao na kuingia kwao nao kuingia kwenu, jueni hakika ya kuwa Bwana Mungu wenu hata wafukuza tena mataifa haya mbele ya macho yenu, bali watakuwa mtego kwenu na tanzi na mjeredi mbavuni mwenu na miiba machoni mwenu, hata mtakapoangamia na kutoka katika nchi hii njema ambayo Bwana Mungu wenu amewapa ninyi. Angalieni, mimi leo ninakwenda njia ile waendayo watu wote wa ulimwengu, na nyote mnajua mioyoni mwenu na rohoni mwenu ya kuwa halikuwapungukia ninyi hata neno moja katika mambo hayo mema yote aliyoyanena Bwana Mungu wenu. Katika habari zenu yote yametimia kwenu, hapana neno lolote mlilopungukiwa. Kisha itakuwa kama yalivyowafikiria yale mambo mema yote Bwana Mungu wenu aliyowaahidia ninyi, kadhalika Bwana atawafikilizia mabaya yote hata atakapokuwa amewaangamiza katika nchi hii njema Bwana Mungu wenu aliyowapa. Hapo mtakapolivunja agano la Bwana Mungu wenu alilowaamuru na kwenda kuitumikia miungu mingine na kujiinamisha mbele yao, ndipo hasira ya Bwana itakapowaka juu yenu, nanyi mtaangamia upesi katika nchi hii njema aliyowapa. Yoshua, kitabu cha Yoshua sura ya 24. Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori wakaitumikia miungu mingine, nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto, nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau, nami nikampa Esau mlima Seiri au miliki. Yakobo na watoto wake wakashuka Misri. Kisha nikawatuma Musa na Haruni, nikaipiga nchi ya Misri kwa hayo yote niliyoyatenda kati yake. Hatimaye nikawatoa ninyi, nikawatoa baba zenu watoke Misri, nanyi mkaifikiria bahari. Wa Misri wakawafuatia baba zenu kwa magari na wapanda farasi mpaka bahari ya Shamu. Nao walipomlilia Bwana, akaweka giza kati ya ninyi na wa Misri, akaileta bahari juu yao, akawafunikiza nayo macho yenu yaona mambo niliyoyatenda huko Misri. Kisha mkakaa jangwani siku nyingi. Kisha nikawaleta na kuwaingiza katika nchi ya Waamori waliokaa ng'ambo ya pili ya Yordani, nao wakapigana nanyi, mkawatia mikononi mwenu, mkaimiliki nchi yao, nami nikawaangamiza mbele yenu. Ndipo Baraki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu akainuka akapigana na Israeli, tena akatuma watu akamwita Baharamu mwana wa Beori aje awalaani. Lakini sikukubali kumsikiliza Baharamu, kwa hiyo akafuliza kuwabariki ninyi. Basi nikawatoa katika mkono wake, nanyi mliuvuka Yordani mkafika Yeriko, nao watu wa Yeriko wakapigana nanyi, Mwamori na Mperizi na Mkanani na Muhiti na Mgirigashi na Muhivi na Myebusi, nami nikawatia mikononi mwenu. Nikatuma mavu mbele yenu, waliowafukuza mbele yenu hao wafalme wawili wa Waamori, si kwa upanga wako wala kwa upinde wako, nami nimewapa ninyi nchi msioitendea kazi na miji msioijenga, nanyi mmekaa humo mnakula matunda ya mashamba ya mizabibu na mizeituni msioipanda. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto. Na huko Misri mkamtumikie
yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watu wakajibu wakasema, hasha, tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine. Kwa maana Bwana Mungu wetu, yeye ndiye aliyetupandisha sisi na baba zetu kutoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, naye ndiye aliyezifanya ishara zile kubwa mbele ya macho yetu, na kutulinda katika njia ile yote tuliyoiendea, na kati ya watu wa mataifa yote tuliopita katikati yao. Bwana ndiye aliyewafukuza watu wa mataifa yote watoke mbele yetu, naam, Waamori waliokaa katika nchi hii. Basi kwa sababu hiyo sisi nasi tutamtumikia Bwana, maana yeye ndiye Mungu wetu. Yoshua akawaambia watu, hamwezi kumtumikia Bwana, kwa kuwa yeye ni Mungu mtakatifu, yeye ni Mungu mwenye wivu, hata wasamehe makosa yenu wala dhambi zenu. Kama mkimwacha Bwana na kuitumikia miungu migeni, ndipo atageuka na kuwatenda mabaya na kuangamiza baada ya kuwatendea mema. Lakini hao watu wakamwambia Yoshua, la, lakini tutamtumikia Bwana. Yoshua akawaambia watu, ninyi mmekuwa mashahidi juu ya nafsi zenu ya kuwa mmemchagua Bwana ili kumtumikia yeye. Wakasema, sisi tu mashahidi. Akasema, basi sasa iondoeni miungu migeni iliyo kati yenu, mkaielekeze mioyo yenu kwa Bwana Mungu wa Israeli. Ndipo hao watu wakamwambia Yoshua, Bwana Mungu wetu ndiye tutakayemtumikia, na sauti yake ndiyo tutakayoitii. Basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Yoshua akayaandika maneno haya katika kitabu cha Torati ya Mungu, kisha akatoa jiwe kubwa akalisimamisha huko chini ya ule mwaroni uliokuwa karibu na patakatifu pa Bwana. Yoshua akawaambia watu wote, tazama, jiwe hili litakuwa shahidi juu yetu, kwa maana limesikia maneno yote ya Bwana aliyotuambia. Basi litakuwa shahidi juu yenu, msije mkamkana Mungu wenu. Basi Yoshua akawaruhusu watu wakaenda zao, kila mtu kwenye urithi wake. Kwa baada ya hayo, Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa, mwenye umri wa miaka 110. Wakamzika katika mpaka wa urithi wake huko Timnath Sera, ulio katika nchi ya vilima ya Efraim, upande wa kaskazini wa mlima wa Gaashi. Nao Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua, hao walioijua kazi yote ya Bwana aliyowatendea Israeli. Na hiyo mifupa ya Yusufu ambayo wana wa Israeli walikuwa wameileta huko kutoka Misri, wakaizika huko Shekemu, katika ile sehemu ya nchi Yakobo aliyoinunua kwa wana wa Hamori babaye Shekemu kwa vipande 100 vya fedha, nayo ikawa ni urithi wa wana wa Yusufu. Huyo Eleazari mwana wa Haruni naye akafa, wakamzika katika kilima cha Finehasi mwanawe, ambacho alipewa yeye katika nchi ya vilima ya Efraim.